Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza kwa kweli mimi nipongeze tume ya Jaji Chande kwa kazi nzuri na kazi ambayo kwa kweli ilikuwa sio kazi nyepesi, ilikuwa ni kazi nzito. Na pia nimpongeze na jopo walilokuwa nalo ambalo tuliposikia jana wasifu wa watu ambao wameongozana nao walikuwa sio watu wadogo, ni watu wenye uzoefu mkubwa, ni watu ambao wamedili kwenye kutatua changamoto tofauti ndani na nje ya nchi. Na pia nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kweli kwa alivyopatia kwenye kumpata mtu kama huyo au watu kama hawa na kufanya kazi nzuri. Mimi niseme kwa kweli baada ya kuisikiliza tume hii na kile ambacho imekizungumza, nilijaribu kuelekeza nguvu zangu sana kwenye kutatua huu mzozo ambao umetokea, lakini namna gani tunaweza kulirudisha taifa kwenye hali yake iliyokuwepo nyuma. Nimejaribu kuelekeza ule ushauri wao. Ushauri wao kwa kweli ni muhimu na ni ushauri mzito ambao kwa kweli tayari tumekushapita kwenye matatizo, tumekushapita kwenye changamoto. Hayo ni lazima tuyaache hivi sasa. Lazima na kupambana namna gani tutalirudisha taifa kwenye hali yake ya kawaida, namna gani Watanzania watarudi kwenye mshikamano wao, kwenye umoja wao wa kitaifa, kwenye nchi yao iliyokuwa ikitambulika duniani kama kisiwa cha amani. Nadhani mambo mawili ya kuyataja kwa haraka. Jambo la kwanza ni ushauri wao wa maridhiano. Kwa kweli kilichotokea kwa ninavyoangalia mimi, kitakachoweza kuturudisha na kutuponya hakuna isipokuwa ni maridhiano. Maridhiano kati ya viongozi wa dini na waumini wao, maridhiano kati ya wazee, maridhiano kati ya vijana, maridhiano kati ya kada tofauti. Kukiweza kufanyika vikao vya maridhiano na kuelewana na kusahau yaliyopita, naamini tunaweza kurudi katika mshikamano wetu wa kitaifa, tunaweza kutibu changamoto zote zilizotutokea. Lakini jambo la pili ambalo nalo ni muhimu mno, na ni sifu tume kwa kweli kwa hichi ambacho imekifanya, viongozi wa dini. Mimi naamini kwamba viongozi wa dini wana nafasi kubwa kwenye kuirudisha nchi katika utulivu wake na katika hali yake ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu sisi viongozi wa Kiislamu, siku za Ijumaa na siku za kawaida swala 5, wanaokuwepo chini ya mimbari zetu ni Watanzania Waislamu. Lakini vile vile ndugu zangu wa Kristo, siku za Jumapili na siku za Jumamosi kwenye madhabahu zao wanaokuwepo chini yao ni Watanzania. Kwa hivyo naamini ya kwamba kama tutatumia nguvu kubwa kwenye kuwekeza kwa viongozi wa dini, kwa matamasha tofauti, kwa vikao tofauti, kwa midahalo kati ya viongozi wa kidini tofauti, michango tofauti, naamini kwamba tunaweza kurudi kwenye umoja wetu wa kitaifa, naamini tunaweza kurudi kwenye mshikamano, naamini Tanzania inaweza kurudi kwenye hali ya kusifika kwenye kisiwa cha amani. Kwa hiyo naona ni jikite katika hayo, tunaweza tukairudisha nchi katika hali iliyokuwepo kama kawaida. Mwisho ni waambie tu Watanzania kwa kweli, kwa nilivyoelewa mimi maelekezo na maneno ya tume na rai zao, kwa kweli ni mambo mazuri ambayo wameyataja. Naamini kwamba kama tutaweza kuyafanyia kazi kwa mshikamano na kwa pamoja, tunaweza kuliponya taifa. Kwa hiyo ni kuwataka Watanzania wasia ule au maelekezo yale ya tume kuweza kuyakamata vizuri na kuyafanyia kazi na kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha taifa letu linarudi kusifiwa kama kisiwa cha amani na upendo na umoja na mshikamano.